Miaka 61 ya Muungano Kasulu Daktari Samia Suluhu Hassan Dr. Hussein Mwinyi Muungano wa Tanganyika na Zanzibar safi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Wilaya ya Kasulu, Mwenyekiti wa Halmashauri ya Kasulu mji pamoja na Kasulu vijijini, Kasulu Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu, Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Wilaya ya Kasulu, waheshimiwa madiwani mliopo, viongozi wa vyama vya Chadema pamoja na CUF ambao wameshiriki pamoja nasi, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, natambua uwepo pia na viongozi wa chama cha ACT Wazalendo pamoja na viongozi wote wa vyama. Maana nikitaja tu moja kimoja nisije nikampaza ambaye sijamuona nikawa nimeharibu muungano wetu ambao ni timu yetu. Baki tunaungana pia hata kisiasa tuko pamoja. Lakini nitambue pia uwepo wa wananchi wote ambao wamejitokeza katika kuadhimisha miaka 61 ya Muungano. Muungano oye! Ndugu wananchi, mimi naomba nianze kwa kuwapongeza sana Watanzania wote ambao kwa pamoja tunaendelea kudumisha muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar ambao leo tunaadhimisha miaka 61. Na kauli mbiu ambayo tunaiadhimisha mwaka huu inasema muungano ni dhamana, heshima na tunu la taifa. Shiriki uchaguzi 2025. Kwa hiyo kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba muungano huu umekuwa ni tunu kwetu ya kuonyesha kwamba Watanzania tunaweza tukaishi pamoja na tukafanya mambo yetu kwa makubaliano na maridhiano na kuleta maendeleo kwa taifa letu. Katika miaka 61 ya muungano wa nchi zetu ambazo muungano huu ndio ulileta Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeweza kupiga hatua kubwa kimaendeleo na tumeweza kuionyesha dunia kwamba Watanzania tunaweza tukaweka jambo ambalo tukalisimamia kwa upendo, kwa umoja na kwa mshikamano. Kupitia muungano huu watu wa Tanganyika au waliokuwa Tanganyika zamani wanaweza kaenda Zanzibar, Zanzibar wanakuja kwetu, tumekuwa kitu kimoja na kwa pamoja tumeweza kufanya maendeleo makubwa sana katika taifa letu. Kwa hiyo wito wangu kwenu wana Kasulu, tuendelee kudumisha muungano wa taifa letu, lakini muungano unaanzia na muungano katika maeneo tunayoishi. Upendo, umoja na mshikamano ndio zimekuwa chachu ya mafanikio ya muungano wetu. Hivyo basi kila mmoja wetu hana budi kuhakikisha kwamba anadumisha upendo, umoja, amani na mshikamano. Na amani ndio jambo kubwa zaidi, kwa sababu bila kuwa na amani hamna jambo ambalo linaweza likaendelea. Leo hii tunajivunia Kasulu mjini, tuna maendeleo makubwa kwa sababu kuna amani. Watu wanaweza kwenda kufanya shughuli zao za maendeleo. Na hata mimi baada ya hii salamu nitaondoka kuendeleza masuala ya maendeleo. Leo nitakutana na vikundi vya kina mama. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi makini wa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwawezesha wananchi kiuchumi. Na leo hii tunaenda kugawa mikopo kwa wananchi ambayo jumla ya mikopo yote ambayo tunaitoa ni milioni 436. Milioni 436. Kwa hiyo mikopo hii ni kwa ajili ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Vijana oye! Kwa hiyo niendelee kuwasihi songa mbele. Asante sana vijana wa hamasa. Lakini tumeshuhudia pia maendeleo katika sekta mbalimbali. Hata hapa tuliposimama, barabara hii
ni sehemu ya maendeleo ambayo barabara hii inaenda mpaka Kibondo, lakini pia inapanda milimani kule Heru, inatunganisha na ndugu zetu wa Buhingwe, inaenda mpaka Manyovu. Hii barabara ina urefu wa kilomita 260. Lakini Kasulu tumepata neema, treni ya mwendo kasi inajengwa ambayo kwa kifupi wanaita SGR, hilo ndio jina maarufu. Treni ya mwendo kasi pia tayari serikali imesaini mkataba. Hiyo reli inajengwa kutoka Uvinza mpaka Msogati Burundi. Lakini Kasulu tumepata bahati, tutakuwa na kituo kikubwa cha treni ya mwendo kasi pale maeneo ya Kibule. Kwa hiyo hapo ni maendeleo. Watu wa Kasulu sasa hivi tumeongezewa njia za usafirishaji. Kama nilivyosema, barabara ya lami tunaiona iko vizuri, lakini sasa tunaongezewa na treni. Lakini pia ukienda Kigoma sasa hivi uwanja wa ndege unaboreshwa kabisa na jengo la abiria linajengwa. Kwa hiyo katika sekta ya usafirishaji, kwa kutambua kwamba mji wa Kasulu ni wakulima na wana mazao mengine yanahitaji kusafirishwa kwa haraka, usafiri wa ndege unaboreshwa, uwanja wa ndege unatengenezwa ili kuwezesha hata ndege kubwa za mizigo kuweza kutua katika mkoa wa Kigoma. Barabara au kusafirisha kwa treni. Lakini hata na meli zetu kule kwenye usafiri wa maziwa nazo zinaendelea kufanyiwa ukarabati mkubwa. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo miaka 61 ya uhuru, miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, tumeendelea kujivunia maendeleo katika taifa letu. Kwenye upande wa sekta ya jamii, hapo ndio usipime. Maendeleo yamepatikana ni makubwa. Kwenye upande wa maendeleo kujenga shule mpya, watoto wetu wanasoma, lakini Mheshimiwa Rais wetu ameweka mageuzi makubwa kwenye sekta ya elimu kwa kufanya maboresho ya sera ya elimu pamoja na mitaala ya elimu, ambapo anasisitiza elimu ambayo itamwezesha mhitimu kwenda kujitegemea. Kwa hiyo tunashukuru sana waasisi wa muungano wetu ambao wamelifanya taifa letu, maana anasema umoja ni nguvu. Kwa pamoja upande wa Tanganyika na Zanzibar tumeendelea kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapiga hatua kimaendeleo. Kwa hiyo ni wasihi usiogope, sema nakupenda, sema usiogope, sema sema usiogope, sema nakulinda, sema usiogope, sema. Dr. Samia oye! Dr. Hussein Mwinyi oye! Basi ndugu zangu, kwa sababu kuna watu wa mada, ndio maana mimi sijagusia, nisije nikadokoa yale ambayo watu wa mada wameandaliwa. Wataeleza vizuri historia ya muungano wetu, ili kwa wale vijana ambao labda wakati huo walikuwa bado sana hawa hawajabahatika kupata watu ambao wanafahamu vizuri historia ya muungano wetu, basi leo mtashibishwa. Mkuu wetu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Makisu ameandaa vizuri kongamano hili. Kwa hiyo mimi nilikuwa nawasalimia tu. Naomba niishie hapa, niwashukuru sana na niwatakie muungano mwema. Muungano oye!